Rais wa Marekani Donald Trump amesema anajivunia na kufurahia kufanya safari yake ya kwanza kwa kutumia ndege yake mpya ya rais Air Force One, akitoa shukrani kwa Qatar kwa kuipatia Marekani ndege hiyo ya kifahari ambayo imezua mjadala mkubwa wa kisiasa, kisheria na kiusalama nchini humo. Trump alitoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha kijeshi cha Joint Base karibu na Washington kabla ya kuondoka kuelekea jimbo la North Dakota ambako alitarajiwa kushiriki hafla katika maktaba ya Rais Theodore Roosevelt, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani. Akizungumza kwa kujiamini, Trump alisema ana hamu kubwa ya kuanza kutumia ndege hiyo mpya, akisema kuwa ni moja ya ndege za kipekee zaidi kuwahi kutengenezwa kwa matumizi ya rais wa Marekani. Kwa kweli ninafurahia safari hii ya kwanza. Hakuna mtu aliyewahi kuona kitu kama hiki, alisema Trump. Rais huyo pia alidai kwa Marekani isingeweza kujenga ndege ya kiwango hicho kwa gharama ambayo taifa lingekuwa tayari kuibeba, licha ya ukweli kwamba ndege hiyo aina Boeing 7478 ilitengenezwa nchini Marekani kabla ya kufanyiwa maboresho makubwa kwa matumizi ya rais. Trump alisema ndege hiyo imefanyiwa marekebisho makubwa ya kiusalama, kiteknolojia ili iweze kukidhi viwango vya juu vinavyohitajika kwa usafiri wa rais wa Marekani. Walikamilisha kazi kikamilifu, walifanya ifayo kwa matumizi ya rais, ikiwa ni pamoja na mifumo ya usalama, teknolojia mbalimbali za hali ya juu. Ni kazi ngumu sana, lakini matokeo yake ni ya kuvutia sana, alisema. Kauli za Trump zimekuja wakati zawadi hiyo kutoka Qatar ikiendelea kuzua mjadala mkali nchini Marekani. Wakosoaji kutoka vyama vya siasa, wataalamu wa sheria na baadhi ya maafisa wa zamani wa usalama wa Marekani wameeleza wasiwasi wao kuhusu kupokea ndege yenye thamani ya mamilioni ya dola kutoka kwa taifa la kigeni. Wakosoaji hao wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuibua mgongano wa kimaslahi, maswali ya kikatiba kuhusu zawadi kutoka kwa serikali za nje, pamoja na hofu za kiusalama kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa mifumo ambayo ingeweza kuhatarisha usalama wa rais wa Marekani. Qatar, ambayo imekuwa mshirika muhimu wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ilitoa ndege hiyo mwaka uliopita kama mchango kwa serikali ya Marekani. Tangu wakati huo, ndege hiyo imekuwa ikipitia ukaguzi wa kina, maboresho makubwa ya kiusalama pamoja na majaribio mbalimbali kabla ya kuanza kutumika rasmi. Qatar pia inaendelea kuwa mmoja wa wapatanishi wakuu katika mazungumzo yanayohusu uhusiano kati ya Marekani na Iran, jambo ambalo limeongeza mjadala kuhusu uhusiano wa karibu wa Washington na Doha. Safari ya kwanza Trump kutumia ndege hiyo imekuja siku moja tu baada ya kukabiliwa na uchunguzi mpya wa maadili kufuatia nyaraka za kifedha kuonyesha kuwa alipata takriban dola bilioni 1.2 kupitia biashara za sarafu za kidigitali zinazohusishwa na familia yake katika mwaka wake wa kwanza baada ya kurejea madarakani. Hata hivyo, Trump alipuuza ukosoaji huo na kusema kuwa hakuna jambo lisilo sahihi lililofanyika katika kupokea ndege hiyo kutoka Qatar. Alisema gharama zilizotumika kuibadilisha ndege hiyo iwe Air Force One zilikuwa ndogo sana ikilinganishwa na fedha ambazo Marekani ingetumia kama ingeanza kujenga ndege mpya kutoka mwanzo. Kwa kweli tusingeweza kujenga ndege kama hii kwa sababu tusingekuwa tayari kutumia kiwango hicho cha fedha. Wao walitumia fedha nyingi sana kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika kiwango cha juu, alisema Trump. Trump pia alisimulia jinsi alivyopata ndege hiyo, akisema awali alimwomba Emir wa Qatar amruhusu kuitumia, lakini badala yake kiongozi huyo aliamua kuikabidhi kama zawadi kwa taifa la Marekani. Nilimwomba Emir wa Qatar kama ningeweza kuitumia, lakini akasema hapana, ningependa kutoa mchango kwa nchi yenu. Hilo lilikuwa jambo zuri zaidi, alisema Trump. Kwa sasa ndege hiyo itatumika kama suluhisho la muda wakati serikali ya Marekani ikiendelea kusubiri kampuni ya Boeing kukamilisha ndege mbili mpya maalum za Air Force One ambazo zimekuwa zikicheleweshwa kutokana na changamoto za uzalishaji pamoja na kuongezeka kwa gharama za mradi.
Mradi wa Boeing wa kutengeneza Air Force One mpya umekumbwa na ucheleweshaji wa miaka kadhaa na ongezeko la gharama kubwa, hali ambayo imeifanya Ikulu kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha rais anaendelea kuwa na usafiri unaokidhi viwango vya juu vya usalama. Trump amekuwa akisisitiza kwa muda mrefu kuwa ndege za sasa za Air Force One zimezeeka na zinahitaji kubadilishwa haraka. Hata hivyo, licha ya kuanza kutumia ndege mpya aliyopokea kutoka Qatar, moja ya ndege za zamani za Air Force One inaendelea kusafiri kama ndege ya akiba kwa ajili ya rais endapo kungetokea hitilafu yoyote wakati wa safari. Safari hii ya kwanza inaashiria hatua mpya katika mpango wa Trump wa kuboresha usafiri wa rais wa Marekani, lakini pia imeendelea kuchochea mjadala mpana kuhusu maadili ya viongozi kupokea zawadi kutoka mataifa ya kigeni, matumizi ya fedha za umma, pamoja na athari zinazoweza kujitokeza kwa usalama wa taifa na uhusiano wa kidiplomasia wa Marekani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.